siku moja akaja mchawi mmoja ambaye ni Konkodi. Alikuwa wanamwendea, anawapa watu nani? Anawapa watu dawa za kufanya biashara, dawa hivi na hivi. Alikuja anapiga kelele anasema hivi, tangu umekuja kwanza misukule yangu imekimbia, haikai. Nikituma roho za chuma ulete, zinakamatwa huko angani, hazileti majibu. Anga limemilikiwa na Bwana. Sema amen. Amen. Biblia inasema kwamba mahali popote mtakapo kanyaga nyayo zenu nimewapa. Tumewekwa kumiliki na kutawala, ndio ahadi tuliyopewa tangu pale Edeni, na tunarejeshewa umiliki na utawala tunapomwamini Yesu katika roho na kweli na kuishi naye. Ndivyo tunatawala vile vile ulimwengu wa roho. Unaposema kwenye anga hili ninafunga milango ya wachawi wote kuruka, nafunga kwa jina la Yesu aliye hai, inafungika kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ya, niliwaambia siku moja tuko kanisani tunafanya ibada siku ya katikati, akaja mama mmoja anakaa anaongea huko nje, maneno kwa anaongea anapiga kelele. Nikaona watu wengi sasa wanaanza kumsikiliza, macho wanatupa nje. Nikamwambia nakuapisha kwa jina la Yesu Kristo, ingia huko ndani nimalize ibada alafu nikushughulikie. Akajifanya message siji, nikamwambia nimemaliza. Akaingia. Ameingia huko akasimama tu anasema, hii mimi nikae wapi sasa? Nikae viti vyenu moto. Moto. Mimi nikae wapi? Nikamwambia nakuapisha kimya, acha usumbufu, kelele. Akanyamaza. Akakaa, mara simame. Anyamaza, mara simame. Nikamwambia ngoja nihubiri nimalize, alafu nikashughulikie. Tumemaliza kuhubiri, nikaja naye kule ofisini, wewe unaelewa kule ofisini kule. Kaja naye kule, ngambia na kuapisha sasa nifuate. Mimi sije, nikufuate mimi. Sije, ngambia nimemaliza unifuate. Kumbe ana siku 3 wamekamatwa huko hewani. Kuondoka wawezi, na wamekuja kufanya nini? Wamekuja kupeleleza makanisa yanayoharibu utendakazi wa ufalme wa giza. Amen. Nakwambia shetani ni watu. Kuna mtu wakati wewe unaelewi, anaona mambo yake mbona hayaendi, anagundua kuna mtu ni kikwazo. Wametuma kupeleleza. Nikasema nikusikilize, unasemaje? Sisi tumetumwa nchi nzima, tunapeleleza madhabahu za kweli na madhabahu za uongo. Ngasema kwa hiyo hii umeiona ni madhabahu. Hii ni madhabahu ya uongo kabisa hii. Tena ni madhabahu ya shetani kabisa hii. Ngambia madhabahu ya shetani na madhabahu za Mungu zikoje, tofauti yake ikoje? Unajua madhabahu za Mungu, zile madhabahu za kweli, zimejengwa kwa tofali vizuri, zimepigwa marumaru, zimepigwa na nalipo, zimependeza. Hizo ndio makanisa ya Mungu. Haya yenye miti nini, haya sio makanisa ya shetani. Alafu tumeambiwa hayo yote yanafungwa. Ziko mbinu nyingi, si umeona hata sasa hivi wanaanza kufunga. Hebu sema amina kwa jina la hai. Haleluya. Nikasema sawa, yanitosha wewe kuongea sasa, nataka nikuapisha, naitumia mamlaka niliyopewa. Na kuapisha sasa na kuamuru dhilika. Nataka kujua ukweli. Alijipomosha chini upo. Akapiga kelele zema, sijui maimuna, sijui nini, mapepo yanashirikiana. Akasema nimekamatwa, njoo mtusaidie. Anainua mikono ya kifumaso na weka ishara pale. Kama hivi, nimefunga angani, nimefunga nchi kavu, nimefunga hewani, hakuna msaada kwa jina la Yesu aliye hai. Akapomoka, kaanguka hapo chini, alitoa siri za nchi hii. Usiona wewe yanayoendelea. Mimi naelewa kinachoendelea. Najua kabisa. Alisema siri nyingi za nchi hii. Unaweza kushangaa. Semeni amina kwa jina la Yesu. Semeni amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Amen. Jambo lingine la pili, muda wetu umeenda sana wateule wa Mungu. My God. Kumpenda Mungu na kumtafuta kwa bidii. Haleluya. Amen. Haleluya. Amena. Kumpenda Mungu, nataka nikwambie. Mungu anasema ninawapenda wale wanipendao. Na wale wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Sikiliza, kama hauna upendo ndani ya moyo wako juu ya Mungu, Mungu hataingia. Maana Mungu ni pendo. Anavutwa na upendo. Ukiwa ndani yako anavutwa, ndiye anakuja kukaa kwenye pendo. Kwa yeyote asiyempenda Mungu, Mungu hawezi kaingia ndani mwake na akafanya makao. Na ndio maana ndani ya hii madhabahu, kama watu mnaotumika ndani ya hii madhabahu hampendani, mna fitina, mna chuki, mnasengenyana, mnatukanana, mnafanyana mabaya, Mungu anakimbia katikati yenu. Kwa sababu Mungu sio wa faraka.
sio wa migogoro, sio wa masengenyo na matukano. Anasema tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Anasema nawapenda wale wanipendao, katika kitabu cha Mithali 8:17. Sema amen. Naomba mtumishi wa Mungu alisomee Mithali 8:17 ya Mithali 8:17. Anasema nawapenda, nitusomee. Neno la Mungu linasema, ndio, nawapenda wale wanipendao. Nawapenda wale wanipendao. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Maana yake ili Yesu aingie ndani ya moyo wako, lazima kwanza udhihirishe upendo. Kwa nini? Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mwaminie apate kuokolewa. Ina maana gani? Ina maana lazima ujitoe kikamilifu kwa Mungu kwa sababu unampenda. Uwe tayari kumtumikia kwa kuwa unampenda. Na ndio maana mwanaume yeyote au mwanamke yeyote akiolewa na mume ambaye hampendi, hata jitoa kikamilifu kumtumikia huyo mwanaume. Mwanamke yeyote akiolewa, mwanaume yeyote akimwoa mwanamke ambaye hampendi, hata jitoa kikamilifu kumtumikia huyo mwanamke. Utajikuta huyu anakwenda hivi, huyu anakwenda hivi, faraka hivi na vile nini. Hakuna upendo sahihi mahali hapo. Alikadhalika tunataka Mungu akae ndani yetu, afanye makao. Lazima tudhihirishe upendo mkubwa kwake, na ili tuonekane tunampenda ni lazima tujitoe kwenye kumtumikia. Tujitoe katika namna mbalimbali. Tuwe tayari kwa namna yote kulaumiwa, kutukanwa, kusengenywa kwa ajili ya Bwana. Tukose baadhi ya haki zetu duniani kwa ajili ya Mungu aliye hai. Sema amen. Amen. Na kanuni ya Mungu, kadiri unavyojiangamiza ndivyo unavyojiokoa. Unavyojiokoa ndivyo unavyojiangamiza. Unaweza ukafika mahali ukataka vitu fulani usivifanye au vifanye kwa sababu ya wanadamu. Ujue ndio unapoteza heshima, ndio unapoteza uungu, ndio unapoteza utukufu wa Mungu. Lakini kama kuna mahali unamtafuta Mungu, hata kama wakikutukana usiseme yani sasa nitadhaurika, wanitukana afu mimi simjibu au nisimchukulia hatua. Wewe afu baadaye utaona utukufu wa Mungu. Kule kunyamaza kwako tu ni hukumu juu ya huyo mtu. Mwisho wa siku sema ila fulani ameokoka, yani hata ukimtendea lolote yeye hana habari. Lakini kama ungetukanana pale ukajitutuma, anasema ameokoka nini huyo? Ameokoka nini huyo? Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wateule wa Mungu aliye hai. Lazima uonyeshe upendo, alafu uanze kumtafuta kwa bidii. Maana wanaomtafuta kwa bidii ndio wanaomuona. Wavivu na wazembe, wadhaifu, maandiko yanasema kinyonge chochote hakitaingia mbinguni. Na maana nasema aliye dhaifu na aseme nina nguvu. Kwa namna yoyote, iwe ni udhaifu wa fedha, iwe ni udhaifu wa afya, iwe ni udhaifu wa namna yoyote, huna elimu, huna nini, vyovyote vile, lazima useme nina nguvu. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Yeye aniwezeshaye, si kwa nguvu zangu, si kwa uwezo wangu, bali kwake yeye anipendaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwake yeye anipendaye. Yeye huvifanya vinyonge akavitia vikawa na nguvu. Anasema nitawatia nguvu walio na miguu iliyolegea. Aliye na nguvu, asiye na nguvu aseme nina nguvu. Aliye dhaifu aseme nina nguvu. Ndani ya ufalme wa Mungu, hata kama huna leo, useme ninacho kesho. Useme ninaweza. Useme nitafanikiwa. Useme nitaokoka. Watu wengine ukimuuliza unaenda mbinguni, anasema nani mbinguni kwenda mbinguni, yani kuna wenyewe. Ujue huyu mtu aliyeaisha kwenda mbinguni haendi. Ndio mbinguni kuna wenyewe, na wenyewe ni wewe kama ukimpenda, kama ukimwamini Yesu, ukawa tayari kutembea katika mapenzi yake. Wewe mbingu, duniani hapa mbingu, mimi sikiliza, mbinguni naenda, sema amen. Amen. Mbinguni ninaenda, sema amen. Amen. Maana naijua njia, na njia ni Yesu. Na namna gani nafika? Nifuate nyayo zake, sema amen. Akisema hiki sitaki, nasema haya siki nakiacha. Hiki sitaki nakiacha. Napenda na nitafanya kile anachokipenda yeye. Sitaishi kwa kujipendeza nafsi, nitaishi kwa ajili yake mwenyewe. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Na ndio maana Paulo akasema mwilini mwangu mimi nimezivaa chapa za Yesu Kristo. Si mimi ndani yangu, bali ni Kristo anayeishi. Kwa naishi kwa ajili yake. Lile silolipenda silipendi, lile lipendalo nalipenda. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Utaiona raha.
Ukipenda kila pendacho Yesu utaona raha. Akisema sitaki mawigi, usianze kuangana nayo. Mungu awabariki wa mama wa leo. Mungu awabariki. Sema hebu mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Hamjijui tu mlivyo na thamani mbele za Bwana Yesu. Nikawa nausikiliza ushuhuda wa mtu mmoja kabla neema haijaja kabisa kwetu. Kama mama kamoja nika South Africa, sijui kana hizo si Nokorata sijui nini. Wako kasikiliza. Kanasema hivi, kalikuwa kanatumika katika ufalme wa giza miaka nenda rudi. Kasema tulichokuwa tunakifanya sisi, mtu akiwa na kitu cha kwetu, kila kitu kilichotoka kwetu kina password. Na zile password ndizo funguo zinazotufanya tuingie. Hata kama ndani ya moyo wake anampenda Mungu kiasi gani, anaomba na kuna ulinzi wa Mungu kabisa, lakini sisi tunapenya. Kwa nini? Kwa sababu tunazo funguo, na funguo ni moja hapo, tunapeleka kwanza mashitaka kwa yule mwenye haki. Ndio huyu mtu memlinda kabisa, lakini ana vitu vyetu, na wewe ni mwenye haki, na wewe ni mkamilifu, wewe sio mwizi. Sasa sisi tunataka tukachukue vitu vyetu. Sasa Yesu hana kawaida ya kungangania. Anasema sawa, nenda mkachukue, ila tu uzima wake na utunza. Sasa wale wanapokuja sio waaminifu. Maandiko yanasema mwizi huja, haji tu na kuiba na kuondoka, bali huja kuharibu. Kwa hiyo anapokuja kula amesema nikachukue vitu vyangu wigi. Anapokuja hachukui lile wigi. Anakuja na kukalia, anapanda kichomi, anapanda maumivu, anapanda maroho, na anaondoka. Anachomoka naenda. Ananyonya na damu, anaondoka. Unasikia nauma kifua, nauma tumbo, mgongo na nini, amefanya uharibifu, ameondoka na wigi amekuachia ili liwe mlango tena kesho. Kesho kutwa tena nasema unaona, aningangania, tunaenda. Sasa mwisho wa siku unakufa, wanasema ameenda kwa Bwana, tutamuona paradiso, kumbe unaogelea moto wa kuzimu na jehanamu. Haleluya. Haleluya, mteule wa Mungu. Na ukitaka kuwa na amani katika wokovu na kumtumikia Mungu, popote pale utakapoenda usikie injili na uwe na amani nayo. Unajua waliookoka, hata injili ya wale wa kuzimu wale inatufaa. Nimeongea neno gumu, si ndio? Kwani nikienda wanahubiri kubarikiwa, kwani si ni haki yetu kubarikiwa? Ila mpagani aliyejichanganya, mwenye visuruali, mwenye mawigi, akiambiwa atabarikiwa, amedanganywa toto. Amepewa pipi peremende. Sema amen. Utashiba peremende. Amedanganywa. Kwenye Biblia ndio ziko ahadi za kubarikiwa kama baba yetu Ibrahimu, si ndio? Ila tutabarikiwa katika haki. Ila maandiko yanasema hivi, hapana amani kwa wabaya, wala hakuna jema kwa wabaya. Anayemharibu, anayemwaidia kubarikiwa mtu muovu ni mwongo. Ila mimi nikimsikiliza yule mtu anasema, "Oh, mtabarikiwa, imeandikwa mtainuliwa." Ndio maana ni ahadi yetu. Hilo neno linanifaa. Naweza nikalichukua, si ndio? Maana linanifaa. Ila tukiwaambia kwamba uvue visuruali hivyo, wao wanakereka. Sema amen kwa jina la Yesu. Halitawafaa. Tukihubiri juu ya utakatifu havitawafaa. Maandiko yanasema hivi, hakuna neno jema kwa wabaya, halipo. Watu wangu wameponywa kwa juju tu wakisema amani amani, lakini hapana nini? Hapana amani wala mapambazuko kwao. Nazungumza kwa habari ya kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wako wote na kumtafuta kwa bidii. Maana ameahidi wanaonitafuta kwa bidii wataniona. Bidii katika namna gani? Bidii katika kuomba, bidii katika utakatifu, bidii katika kujitoa, bidii katika kufanya kuhubiri, bidii katika kila maeneo, bidii kusamehe, bidii kuachilia, bidii. Utamuona Mungu. Sema amen. Utaona utukufu wa Mungu. Unajua, sikiliza, tukikaa katika njia ya ukamilifu ndipo tukifundishana mambo ya imani, mambo ya Roho Mtakatifu, mambo ya baraka, mambo ya mbinguni, mambo yote hayo yanatufaa. Tukiwa katika njia kamilifu katika utakatifu, mengine yaliyo juu ya uwezo wetu kuyaacha tumeyaacha, tumeingia sasa tumetupa. Tukifundishana hayo ndio yanatufaa. Hebu sema amen. Amen. Wachungaji wengi na wahubiri wengi duniani ni wanafiki. Hivi nikuulize ukweli kabisa.
Kwa sababu tukiacha Biblia, jamii nyingi za Kiafrika tangu zamani, wazee mna siku nyingi kidogo kuliko sisi, si ndio? Zamani alikuwaga mtu akivaa kisuruali, wa baba wa mama, wazee wa mji, wanajamii wanamkemea, wanamtukana, sema amepoteza maadili, amekuwa mkahaba, amebadilika nini, akija amelaza manywele, walikuwa wanasema huyu ametoka wapi, ametoka mjini, amekuwa amebeba ukahaba. Walikuwa hawapendi, wanachukia. Akivaa visketi vifupi, vinguo vya kubana, jamii tu yenyewe ilikuwa inakataa. Uongo kweli? Leo hii wachungaji tunabariki, maaskofu wanabariki. Si ni unafiki huo? Juzi nilikuwa naangalia bungeni, wamemtoa mama mmoja alikuwa amevaa vinguo visuruali, wamemtoa bungeni, wanasema hiyo haina maadili. Leo hii sisi wachungaji ni zaidi, yani maaskofu ni zaidi, yani watu wako uchi. Tunaona amani. Mungu angalie mwili, anaangalia roho. Ni unafiki, kwa sababu hao hawaendi mbinguni wala hawana mpango wa kwenda mbinguni. Walishamkubali shetani ni baba yao, hawana mpango wa kwenda mbinguni. Kwa sababu hawana mpango wa kwenda mbinguni, hawawezi wakakuambia ukweli, hawawezi wakakueleza ukweli. Na shetani anawafurahia hao watu, wametukuzwa. Ningekwambia siri za mambo haya, ungeshangaa. Anasema mtu akiwa upande wetu, siku moja shetani anasema hivi, kwa nini hivi kubali kuwa upande wetu? Kwa wewe, tena kwa wewe, kwa nyota ulionayo, kwa kipawa ulichonacho, ukiwa kwetu, tunakwambia hivi, utashangaza ulimwengu. Ndani ya mwezi mmoja tulishakupa gari, tunakujengea nyumba. Usifikiri wanatoaje hayo. Anajitokeza mtu ni kama mwenye mapenzi mema, mtumishi wa Mungu, anasema mimi namnunulia mchungaji wangu gari. Ila huyo mtu labda ni mfanyabiashara, labda ana mambo fulani, ana connection na kuzimu. Fedha zake chanzo ni mapepo na majini, si ndio? Ana agano la kuzimu, kwa anajitolea. Akiisha kujitolea akakupa, kwa kuwa kile kitu pia kina maagano ya kishetani. Ukisha kuwa unakaa tu kwenye lile gari, yani huwazi mambo mengine ya Mungu, na sinzia tu, umelala kiroho. Maandiko yanasema msilale kama walalao, yani huna maono tena, kuomba ni mvivu kweli, na yani unakuwa lilizezeta tu la kiroho. Maana lile gari lenyewe tu linanena. Wakikununulia nyumba wakakujengea ukakaa humo, wameinuiza, wametamka laana. Kwa hiyo wote jikuta humo, hata maombi unalala tu, hata bila kuomba unakufungu ishaacha, upo tu unalewa tu, nguvu hamna nini, wametamka laana kwenye vitu vyao. Shetani haingiagi hasara, haingii hasara kupe kitu alafu eti umdhulumu, haiwezekani. Bahati Bukuku alimba habari ya tupa akasema yani akikukopesha shetani atakudai mpaka utamlipa tu. Unashangaa ukipewa ile sadaka ya kishetani uliopewa na wakala kaweka mfukoni mwako, ghafla tamaa ya uzinzi na waka. Unashangaa tu, unasikia nenda kule, anakuletea mawakala mbele yako. Wale mawakala utalala nao tu, utafanya dhambi ya uzinzi, tuna hiyo ndio furaha yao. Leo hii akina Zumaridi si wametukuka, wana magari, wana majumba, wanapendeza, wana nini, lakini si ni mashetani tu. Mimi nikamwambia hivi, nitabarikiwa lakini kwa baraka mbinguni. Chochote cha kwako shetani sitakitafuta, na wala sitakipata, wala sitakihitaji. Nakataa kwa jina la Yesu aliye hai. Nakataa kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Amen. Na bahati nzuri Mungu aliniambia hivi, kokote nitaka kukutuma kwenda kuhubiri na kata mwiko unajua wahubiri wengi wa sasa hivi, kwa mfano kama sasa hivi nimekuja hapa, mchungaji, sasa inabidi uandae washirika kusupport injili, sindikiza injili na nini, bahasha na wadanganya watu, kuna bahasha hapo, ni waombee maombi maalum. Uongo. Mungu aliniambia hivi, popote utakapoenda mimi nitajua namna ya utakavyosafirisha, na uwezo wa kumtumia mtu mmoja au hata asiyeokoka anaweza akatumiwa ili wewe usafiri, ili wewe ufanikiwe mambo yako. Lakini nakataa mambo ya sadaka, sitaki. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Haina maana ni mabaya, hapana. Na nataka nikwambie, nimekuja huku, nimekuja kwa nuru yangu, si ndio?
na hata hivyo naenda na mahali pengine. Sio kwamba Mungu atashindwa kukusafirisha, hapana, na ana uwezo wa kukutumia wewe mwenyewe, nyinyi wenyewe, atawainua tu, sema amina, atakusafirisha, ila hataki wewe wazo lako liwe sadaka, hataki. Na mimi niseme hivi, mchungaji, fundisha yote, hata masuala ya kutoa fundisha, hata mimi nafundisha, lakini nataka ni pointi moja wapo katika mwendelezo, sema amen. Ila nataka nikwambie hivi, fundisha, acha kudai sadaka kwa watu, utaiabudu. Alafu watu wakigundua sasa wamekufanyia vitu vingi, utashindwa kuambia ukweli. Maana ukiwaambia wanaanza kusema sasa tunamnunulia sisi, wanunue kwa moyo wa dhati wa kupenda. Kama wanataka kununulia suti, wakununulie chini ya uongozi wa Roho wa Mungu. Hata ukivaa umependeza, sema mchungaji wetu, wawe tayari kuonywa, wawe tayari kukaripiwa, wawe tayari kushauriwa, waseme ni mchungaji wetu, lakini wasikuhonge. Hebu sema amen. Wanakuonga suti, wanakuonga hiki kizuri, hapana, watakuua na wao watakufa. Haleluya, wateule wa Bwana Yesu. Haleluya, watu wa Mungu aliye hai. Na hii ndio injili. Yesu popote alipoenda, na alikuwa na mwasibu wake alikuwa ni Yuda, si ndio? Kwani Yesu alikuwa na biashara? Zile pesa zilikuwa zinatoka wapi? Maana alikuwa anabarikiwa, si ndio? Kuna namna alikuwa anabarikiwa. Kuna watu walikuwa wanajitoa kwa ajili yake. Na yeye ndio maana anasema kwamba mji wote mtakaoingia, ukistahili amani yenu, kaa humo mle. Manake wale watu watawahudumia, watatoa sadaka, si ndio? Lakini hajasema mwe mnadai. Kudai ndio mwiko. Sema amen. Na mimi nina ufahamu wa kwamba yeyote aliyejitoa kwa Mungu, na sijui ndio point nianze nayo tena niendelee, maana nisirudie tena nyuma. Sema amina kwa jina la hai. Sema amina kwa jina la hai. Ili akae ndani yako Yesu, lazima ukubali kujitoa, kumheshimu Mungu kwa mali zako. Mimi hiyo siri nataka nikwambie, ukienda nyumbani kwangu nilisema hivi, kama kanisani hakujapendeza ninavyotaka mimi, nyumbani kwangu kubaki hivyo hivyo. Bahati nzuri wazee wangu walifika. Unafikiri sina uwezo wa kufanya yale mazuri zaidi? Sema amen. Isipokuwa nimeacha. Mwaka juzi nilitumia takriban milioni zisizopungua 6 kujenga ile madhabahu. Kuanzia chini pale kwenye madhabahu na hili jengo tuliloongeza milioni 6. Nimesuka, kuna wiring kwenye zile taa zinazowaka waka zile. Kuna wiring huko chini imesuka, ili nigharimu hela nyingi sana. Sasa milioni 6 ningetaka nikarabati pale nyumbani kwangu, sipange pia sana. Lakini sikiliza, tunatanguliza mbinguni. Sema amen. Haleluya! Ufalme wa Mungu kwanza na mengine yote yatafuata. Sasa iko hivi, mimi nikienda kwenye ile madhabahu, kuna mtu amefanya vita, amenikorofisha, siendi kutukanana, siendi kupigana naye, mimi naenda kumsemelea kwenye ile madhabahu. Sema amen. Nimesema namwambia, pigana na wanaopigana na mimi. Ninapodhiakiwa unadhiakiwa wewe, ninapotukanwa anatukanwa wewe, ninapofanywa chochote unafanywa wewe. Sasa mimi Mungu shughulika na huyo. Unashangaa tu huyu mtu anapata shida, anapata tabu, kuna watu wameacha kazi, kuna watu vyao. Yaani nakwambia Mungu anashughulika na wanaoshughulika na wewe ukijitoa kwa Mungu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Leo hiyo nguruwe walioacha kumshinja, usifikiri ni hivi hivi tu. Mungu alikuwa anaangalia, huu ni mradi wa mtumishi wangu na ndani yake kuna utumishi. Hata hivyo wakati nakuja huku, kuna nguruwe moja nikamuuza, ndio nikapata nauli ya kuja huku, si ndio? Kwa anaelewa huyu akiibiwa, na wakati huo hii ndo kazi yangu hii. Alafu anashughulika nao, anashughulika naye, mimi nitashughulika nao. Sio hivi hivi tu. Kama umejitoa kwa Mungu alafu vitu vyako haujaviweka kwa Mungu, chuma ulete itakuja tu. Usifikiri kwamba haiji kwa sababu naabudu, kwa sababu nasema tu kuna vunja. Kanuni, vigezo na masharti vizingatiwe. Amen. Mfano maandiko yanasema hivi, unapotoa zaka anasema hivi, Mungu atailinda ile kazi yako, atamlinda yule, atazuia yule mharibu anayeharibu asije na yule alaye asile, si ndio? Sasa unafikiri kama hujatoa si ataliwa tu? Sema amen. Ukivunja havunjiki, maana kanuni na vigezo havijazingatiwa. Ukiharibu hapa haribiki, maana vigezo na masharti havijafanyaje?
havijazingatiwa. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume 10 na mstari ule wa 4. Haleluya, watakatifu wa Bwana Yesu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari ule wa 4, naomba nisomee haraka haraka. Akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Huyu ni Kornelio. Sema amen. Amina. Alikuwa amejitoa sana kwa Mungu pamoja na kuomba, lakini alikuwa na wajali wajane, alikuwa na wajali watumishi wa Mungu, alikuwa anafanya kazi ya Mungu, alikuwa anajitoa, anatoa mali zake. Sasa katika kusali na kuomba kwake, zile sadaka zikafika kwa Mungu. Maana yake nini? Sikiliza. Sasa Mungu akaona, huyu mtu nafanyaje? Akaongea na Petro, akamtuma kwa sababu ya zile sadaka, ili aende akakae ndani ya huyu nani? Kornelio. Kilichofungua akae ndani yake ni ile sadaka zilizotoka katika moyo safi, moyo wa upendo. Kwa hiyo Mungu akalazimika kwenda kuongea naye ili atengeneze, aingie Mungu ndani yake. Ukisoma tena katika huu mstari wa 31 sasa hivi, akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa na sadaka zako zinakumbukwa mbele za Mungu. Kuomba kumekumbukwa na sadaka na sala, lakini sadaka zake zinakumbukwa mbele za nani? Za Mungu. Sema amen. Kwa hiyo huyu mtu, ukitaka Mungu akae ndani, ilikuwa ni pointi ya mbele. Ukitaka Mungu akae ndani yako, ni kiasi gani umejitoa wewe na mali zako zote kwa Mungu. Yaani kila kitu anasema, jiwekeeni hazina mbinguni kusiko na nondo wala kutu wala wevi walibuo. Mahali popote kwenye madhabahu yoyote walipomcha Mungu, wacha Mungu, akina Ayubu, akina Yakobo, akina nani, walitanguliza kwenye madhabahu, walikuwa wamewekeza sana kutoa sadaka. Sulemani kabla hajazindua lile nyumba lile, alimtolea Mungu sadaka, lakini pia akatoa sadaka kwa ajili ya kuweka wakifu ile madhabahu. Akina Ibrahimu popote walipokuwa wanataka kupafanya kuwa madhabahu, walikuwa wanatoa sadaka kwenye ile madhabahu ili Mungu akae. Jamani, sadaka na madhabahu, iwe ya ndani ya moyo, iwe ya nje, lazima pana uhusiano. Sema amina kwa jina la Yesu aliye hai. Pana uhusiano mkubwa. Mungu akigundua umejitoa vitu vingi kwake, lazima atajua hao tayari. Unafikiri kwa nini Mungu alimwambia, yani haikutosha tu kutoa mali, ng'ombe, mbuzi na nini, mpaka akamwambia nitolee mwanao Ibrahim, Isaka. Yani mpaka anamtaka na Isaka. Sio kwamba alikuwa anamtaka kwamba ampe huzuni. Alikuwa anatafuta nafasi inayozidi kuwa na Isaka. Yani nafasi zaidi ambayo ni zaidi ya kuwa na Isaka. Sema amen. Amen. Kwa hiyo Ibrahimu alijitoa si tu mali, lakini alijitoa na nafsi zake, hata kuangamiza ndugu zake kwa ajili ya Bwana. Mungu anaingia ndani ya moyo wako. Akiona chochote si Mungu, ukiabudu hakikupi shida, anakaa. Na ndio maana kwenye maandiko tunaona maandiko yanasema, angalieni namna ambavyo jinsi mlivyopokea wokovu hapo kwanza. Mlikuwa tayari hata kudhulumiwa mali zenu, mlikuwa tayari hata kuingia hasara na mkashirikiana na watu wengine wanaoonewa. Kwa nini? Kwa sababu wale watu walimpenda sana Mungu kiasi cha kwamba mali hazikuwasumbua. Leo hii Mungu akisema fanya hiki kwa ajili yake, unafanya. Mimi hiyo hela ninayokuambia nilijengea madhabahu, nilikuwa na milioni 9. Nilikuwa na milioni 9 na laki kama 7 hivi. Sasa mawazo yakawa nasema, ninunue kigari hata cha kawaida, hata kipro box hicho cha milioni 8 na kipata, angalau kinirahisishia safari za hapa na pale. Sasa Mungu akaniambia, wewe gari wakati madhabahu yangu haijakaa sawa. Ikabidi nikimbize kwenye madhabahu. Sema amen. Amen. Sema tena amina kwa jina la hai. Kwa hiyo Mungu anatamani kukaa ndani yetu. Je, kuna toba na matengenezo ya kweli? Anatamani kuingia ndani yetu. Lakini pia je, anauona upendo thabiti? Na upendo wa kweli wa kimungu ni namna unadhihirika kwa mtu. Ukiona mtu anakuchukiza kiasi kwamba huwezi kumsamehe,
ujue huna upendo ndani ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema hivi, utasemaje nampenda Mungu usiyemuona, ikiwa mtu wa karibu na wewe, jirani, hata kama ni mbaya, unamchukia? Kumpenda Mungu hakutakuwa ndani yako. Sisi tuliokoka tumeumbiwa kuachilia na kusamehe. Maandiko yanasema hivi, msijilipize kisasi. Kisasi ni juu ya Mungu, ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana kisasi ni juu ya nani? Mungu. Yeye atalipa kwa wakati na majira yake. Mimi wengi walionionea Mungu aliwalipa, na wengine anaendelea kuwalipa mpaka leo. Na wameshamjua Mungu wangu. Sema amen. Wote ule tuende kwa Yesu. Sema amen. Tuende kwa Yesu. Sema amen. Mimi nawashangaga watu wanaong'ang'ania duniani hapo, kwa sababu hata wangeng'ang'anaje watakufa tu. Watakufa tu. Kwamba ni mali zinawafanya wamwache Mungu. Kwamba ni sijui ni dunia, ni ulembo, vitazeeka, vitachakaa na vitaisha na wataondoka, ila watakwenda kukutana na mwanaume wa wanaume. Yesu wa Nazareti alisema hivi. Aliniambia hivi, huku duniani nina huruma sana, ni mpole na wabembeleza, ila utakapotoka kwenye huu mwili ndipo utajua hasira yangu na ukali wangu. Anasema saa hiyo hana jicho la huruma, hana jicho la upole, ni mkali. Yani ana sura ya kikomando Yesu kwenye siku ile. Akisema hivi ni hivi, hakuna mjadala. Akisema jehanamu ni jehanamu, hakuna mjadala, hakuna kubembelezana. Anasema baada ya kifo ni hukumu. Naomba usimame mahali ulipo, mtu wa Mungu.